Sasa hii hali ukiwa pia ina tabia ya kuwapanchi watu, kuwatoa watu. Yaani ukiwa ukiingia mahali unaanza kuwatoa watu. Mfano, kuna mama mmoja hapa alikuja akaniambia nimwombee. Binti yake alikuwa amepotea. Wamepotezana muda mrefu. Na wala hata amkumbuki. Hana kumpigia simu ampigii. Huo ni ukiwa. Huyo ni adui anaitwa ukiwa. Huyo adui ukiwa ana tabia ya kuwapanchi watu. Nikamwambia yule mama, ndani ya wiki moja baadaye akaniambia nimempata mwanangu. Baada ya muda mrefu sana kupotezana mwanangu, akaniambia nimempata mwanangu. Sasa hivi wiki iliyopita nilienda kumwona huyo binti na nikamwombea. Ukiwa una tabia ya kuwapanchi watu, kuwatoa watu kwenye maisha yako. Umepata mchumba, mara ghafla amepotea, apokee simu tena, ajibu message tena. Ukiwa una tabia kuwapanchi watu, kuwatoa watu kwenye maisha yako. Mtu fulani alitaka kukusaidia, akwambia bwana, unataka kufanya biashara gani nikusupport? Ukamwambia biashara yako na plani zako kila kitu, ukampa na budget. Kwanza unashangaa kimya. Unapiga simu haipokelewi. Ndio habari imeishia hapo. Ukiwa mama umeolewa, mara ndoa imevunjika. Ukiwa umeachwa peke yako. Ukiwa huo na tabia ya kuwatoa watu kwenye maisha ya mtu. Either ulete mauti, manake watu wafe. Unashangaa hiyo familia wanakuaga wawili tu, mmoja wawili. Kama ukoo wa Ruben anaambiwa ninyi muishi lakini msiwe wengi, muwe wachache. Huo ni ukiwa ulitamkwa. Na kwa hiyo hata wafanye vipi yaani hata wafanye vipi, yaani kuna familia sio uzazi wa mpango. Kuna familia sio uzazi wa mpango, ila ni matatizo ya kiroho. Unashangaa watu huwa ni wachache. Anazaa leo, yaani akizaa leo, baada ya miaka 14 ndo anazaa mtoto mwingine. Ukimuuliza ndo umepanga hivi, uzazi wako wa mpango mbona ni mkali sana? Miaka 14, anakwambia hapana, mimi ndo huwa iko hivi, yaani uzazi wangu huwa ni mrefu. Mwambie jirani yako hakuna uzazi mrefu, ni matatizo. Umelogwa. Ni madhabahu ya kwenu ina punch watu. Hayana haitaki watu, inataka mwe wachache. Wewe angalia kwenye familia fulani, utakuta ni mtu mmoja, wawili, mara wamepotezana, mara wamebaki wawili, dada na kaka. Mara dada amepotea, hajulikani alipo. Ukiwa unaona, anasema kwamba nchi hii haitakaliwa na watu. Kwa hiyo unashangaa kuna familia watoto wakikua tu wanatoroka, wanamwacha huyo mtu. Ni kweli amezaa, lakini watoto hawakubali kukaa na huyo ndugu, hawakubali kukaa na mzazi wao. Mara kametoroka, kameenda kamepoteza mawasiliano. Ni ukiwa huo, sio jambo la kawaida. Mungu hakai jangwani, Mungu hakai kwenye ukiwa. Na ndio maana wana Israeli Mungu aliwapitisha jangwani, hakutaka wakae jangwani. Walipokaa jangwani Mungu alikasirika, kwa sababu sio mahali pa kukaa. Jangwani ni eneo lenye ukiwa. Ukisikia jangwa ni ukiwa. Mungu akaagi jangwani. Mungu anakaa kwenye bustani ya Eden. Sema amina. Mstari wa 3. Ndio. Maana Bwana ameufariji Sayuni. Sikiliza, namna Mungu anafariji mtu ni hii hapa. Amepafariji mahali pake palipokuwa ukiwa. Palipokuwa ukiwa. Mungu hapendi ukiwa. Mungu hakai kwenye ukiwa. Nimekwambia Mungu anakaa Eden. Ndio. Mungu anakaa Eden, hakai kwenye ukiwa. Kukiwa na mazingira ya ukiwa, huwa anaondoa hayo mazingira, halafu anajitengenezea mazingira mazuri ya yeye kukaa na watu wake kukaa. Ndio. Amepofanya jangwa lake kuwa kama bustani ya Eden. Kwa sababu gani? Mungu hakai jangwani. Hebu sema Mungu hakai jangwani. Mungu hakai jangwani. Pamoja na wewe ukiwa na imani. Tuendelee. Na nyika yake kama bustani ya Bwana. Nyika kama bustani ya Bwana. Maanake Mungu anatamani maisha yako yawe kama ni bustani ya Bwana ili akae. Bahati nzuri ni hii, mtu anapomkubali Yesu, ukiwa unaondoka, nyika inaondoka, jangwa linaondoka,
yule mtu Eden inaingia ndani yake, kwa sababu Mungu sasa hivi hajachagua kukaa nje. Mungu amechagua kukaa ndani ya mtu. Manake kama Mungu amechagua kukaa ndani yetu, basi ujue sisi ndani yetu ni mazingira mazuri kama ilivyokuwa bustani Eden. So hata Mungu anajisikia vizuri kukaa ndani yetu ni kwa sababu tumetengeneza mazingira mazuri.